صبر زميل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والحديث متفق عليه. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakitosimama kiyama mpaka waislamu waje wapige mayahudi, waislamu waje wapige na kuwaua mayahudi. Hata yaktabihu liyahudi, itafikia wakati yahudi atakimbia na kwenda kujificha, mbano imekuwa atakimbia min warai alhajar wa shajar, nyuma ya miti, nyuma ya mawe, anajificha wakati anakimbia. Lakini miti hiyo na mawe atasema: ya muslim, ewe muislamu mujahidu, hadha yahudi khalfi, yahudi huyu hapa nyuma yangu amejificha, taali faktulu, njoo muue huyu. Hawa ni kizazi kibaya, kizazi cha maghdubi alaihim, wasiostahiki hawa, wasiojua lugha ya amani hawa. Njoo, isipokuwa mti mmoja tu katika miti ya Mayahudi, ambao huo ndo hautonyanyua sauti, lakini miti yote itasema kuwaita waislamu kuja kuadhibu hawa, kwa sababu ni viumbe wa shar, ni viumbe waovu. Kama viumbe waovu, kwa itafika hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni ahadi kwa waislamu kwamba licha kwamba tunapitia katika madhila haya ya unyonge huu tuliokuwa nao, wingi wetu ni mkubwa, lakini ndio katika unyonge wa namna hii mpaka ndugu zetu wanafanywa yale wanayofanywa, ni alama tu madha, ni alama ya unyonge. Lakini itafika alama, itafika siku kwamba ule unyonge utaondoka, utawafikia Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile adilla mbalimbali za Qur'ani na Sunna zinavyoonyesha kabla an takuma saa, kabla ya kusimama kiyama. Walio usinyongeke wewe Muislamu moja kwa moja ukapitiliza, licha ya hali hii nzito na muonekano huu wa kufadhaisha na wakutisha, lakini kwamba bishara ipo juu ya hao kwa haya wanayofanya. Wanakusanyika wafanye uovu, lakini uovu utawarudia wenyewe. Si hivyo tu, bal nahtasibu wale ndugu zetu wanaouawa katika maeneo hayo mina shuhada, insha Allahu taala, kwamba wanauawa katika maeneo hayo ni katika mashahidi, kwa sababu wanauawa udwana wa dhulma, wanauawa kwa uadui na dhulma, na kila mmoja anajua kwamba ni dhulma ya wazi kabisa. Kwa hawa mina shuhada ni katika mashahidi ambao watafufuliwa siku ya kiyama, wakiwa na manabii na mitume na watu wema. Kwa hii ni bishara upande wa pili licha hali hiyo, lakini kwamba mtu kufa shahidi ni jambo lilokuwa kubwa. Manake atafufuliwa na kina Abubakar Siddiq, atafufuliwa na kina Umar, atafufuliwa akiongozwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Licha hali hiyo, kwa hizi ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba matumaini kwa Waislamu kwa hali hii tunayopitia. Hivyo hivyo wajibu wako wewe vile vile, baada ya kuelewa hayo, wajibu wako katika hali kama hii inayoendelea, unashuhudia mengi, unashuhudia na kuyasikia, ni kwamba katika wajibu ambazo nakupasa wewe ni kukithirisha dua, kuwaombea dua ndugu zetu almustadhafina fi Palestina wa fi kulli makan. Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru ndugu zetu hao waliokuwa katika miji hiyo, na vile vile wanaodhulumiwa na kunyongeshwa kutoka kila sehemu katika dunia hii. Yaqulu an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadithi Jabir inda Muslim, yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: da'watu al-mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahri al-ghaibi mustajabatun. Dua ya mtu Muislamu ikimwombea dua ndugu yake Muislamu bi dhahri al-ghaibi, ikiwa peke yake huko anaomba dua kumwombea ndugu yake lolote lile, wa minha Allah wanusuru hao, basi dua hiyo mustajaba, ni dua yenye kujibiwa. Kwa maana yetu tukithirishe katika ghaibi zetu kuwaombea ndugu zetu hao, Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru. Jambo hili halina gharama, jambo hili si jambo kubwa, ni jambo jepesi ambalo ni jukumu na wajibu wa kila Muislamu duniani kufanya hivyo, kwa sababu ile nguvu ya kutoka kwenda haipo. Kwa tunabaki tunaangalia, je, machozi tu yatoke? La, bali tutumie fursa hii
kuwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru ndugu zetu. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama daa li akhihi khairin. Mtu anapokuwa anaomba, basi kichwani kwake anakuja na kama malaika. Malaika huyu ameletwa kabisa kwa ajili hiyo. Kila anapoomba kumwombea ndugu yake jambo la kheri, qala almalakul muwakkalu bihi, basi ujibu yule malaika aliyowakilishwa pale, asema amin 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 walaka bimithli. Anaitikia dua hiyo na anasema na wewe unaiomba upate mfano huo, Allah vile vile akunusuru. Kwa haya, hili ni jukumu la kila Muislamu kuendelea katika, hasa waliokuwa mbali sana uwezo, kuendelea kuwaombea hawa, ambapo na hawa ni Waislamu wa kawaida kufanya jambo hili, kuwaombea ndugu zetu siku zote, na hivyo hivyo kuwafundisha watoto wetu kuhusu nani Mayahudi. Watoto wakuwe kuwafahamu Mayahudi, wamjue adui yao. Usiwafundishe watoto wako kuwapenda alkafaratu, alyahudi, alkhanaziri, alkilabu, la, bali wafundishe albagh, kwa sababu wao ni maadui. Usiwalee watoto wako mawavalisha fulana za majina ya alkafaratu walmulhidin walmunafiqin, la, bali watoto wako wajue kuwapenda, wawapende watu wema, wawapende Waislamu, wawapende wanakushikamana na sunna, wawapende ahlut tauhidi. Hiyo ndio natakiwa walee watoto. Hilo ni jukumu lako wewe, na utaulizwa juu ya hayo, juu ya watoto wako. Kama utawafundisha kuwapenda hao alkafaratu, alkilabu walkhanazir, utakuwa mas'ul inda Allah subhanahu wa ta'ala.